Hebu kwanza tuweze kuangalia ndani ya maandiko. Msomaji upo? Nipo. Nataka tuweze kuangalia uwezo alionaye Mungu. Kama Mungu ana uwezo kweli ya kuweza kuwa na mtoto bila ya mke. Nisaidie kitabu ni cha Luka 1 mstari wake wa 37. Kitabu ni cha Luka inasemaje? Luka 1:37 inasema hivi. Inasema ya kwamba kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Huyo Mungu wa kweli wa Biblia, hakuna neno lisilowezekana kwake. Hakuna neno linalomshinda Mungu. Hapa utakapokuja hapa utuambie ni ukweli, hakuna neno linalomshinda Mungu. Hiyo ndio baadhi ya maneno ambayo tuweze kuangalia hapa. Maana Biblia inasema ya kwamba Mungu ni muweza juu ya kila jambo. Halafu hapa tunaposema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, isikuwe kwamba ni mimi tu ndio nimepanda hapa na kusema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ni lazima manabii waweze kudhihirisha ukuu wa Mungu na jinsi anavyokuwa na watoto. Na kando na kuwa na watoto pia anakuwa na mtoto. Na uwana huu wa Yesu sisi tunamfanyaje ili haweze kuwa mwana wa Mungu? Nisaidie kwanza katika Qurani. Qurani 2:116. Soma kwa maelezo yake. Qurani 2:116 inasema hivi. Inasemaje? Maelezo yake yanasema Wakristo wanadai kuwa wanamuita Isa Yesu mtoto wa Mungu. Ndio. Kwa sababu eti Mwenyezi Mungu ndio vitabu vyao. Asante sana. Kwa hivyo andiko hilo la Qurani imesema ya kwamba Wakristo wanamuita Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu amemuita mwanae katika vitabu vyao. Sasa kama Mungu amemuita mwanae katika vitabu vyetu, unataka sisi tuweze kumuita ni mwana wa nani? Wakati ambapo Mungu amesema ya kwamba Yesu ni mwanae katika vitabu ambavyo alitupatia sisi, wewe ulitaka sisi tuweze kuita namna gani? Wakati ambapo Mungu mwenyewe anatangulia kusema ya kwamba Yesu ni mwanae, na Qurani imethibitisha ya kwamba Wakristo wanamuita Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu mwenyewe amemuita. Hiyo ipate kueleweka vizuri. Sasa ni wana upi? Endelea na hiyo andiko maandiko. Inasema hapana shaka kuwa wana huo wa Yesu ni wa huruma na mapenzi tu, kama vile mtu amwitavyo mwanangu, ndio mtumishi wake ampendaye. Ndio. Si uwana wa kizazi. Yesu si uwana wa nini? Wa kizazi. Utashangaza singine Muislamu anakuja anampeleka Yesu katika uwana wa kizazi. Na kitabu chake inasema ya kwamba ni mwana wa Mungu lakini si wa nini? Wa kizazi. Ipate kubainika vizuri kwa wale wanaosikiliza. Na sisi pia tunakuwa watoto wa Mungu kwa imani hiyo. Sasa nisaidie waraka wa nini, kitabu cha Yohana Mtakatifu 1 mstari wake ni 12. Inasema hivi, na iseme bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Pia wale ambao walimpokea huyo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu pia walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Ni wale wanaoliamini jina lake. Hao nao katika imani hiyo wanafanyika kuwa watoto wa Mungu. Kama vile Mungu alivyotangulia mwenyewe kumuita Yesu ni mwanae, mwana wa huruma, si wa kisasi. Hivyo na sisi moja kuitwa watoto wa Mungu. Hiyo ndio maandiko. Na baada ya hapo sisi manabii tunaambiwa ya kwamba tuweze kuamini hao manabii kwa sababu wanamtambua Mungu na uwezo wake. Hebu unisaidie Nyakati wa Pili 20:20.
Nyakati wa pili 20:20. Inasemaje? Inasema hivi. Wakaamka asubuhi na mapema. Akasemaje? Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Ndiyo. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Ndiyo. Muaminini Bwana Mungu wenu. Kipengele cha kwanza wanaambiwa wanadamu wamwamini Bwana nani? Mungu wenu. Twende. Ndivyo mtakavyothibitika. Kwa hivyo wakiamini Bwana Mungu watathibitika. Sawa? Sawa. Maliza. Waaminini manabii wake. Ya pili, waamini nani wake? Manabii wake. Kwa nini? Ndivyo mtakavyofanikiwa. Kumbe ukiamini manabii wa Mungu utafanya namna gani? Unafanikiwa. Kwa hivyo tumekuja hapa ili tuweze kuamini yale ambaye Mungu aliandika kupitia manabii ili tuweze kufanikiwa. Sasa tunaanza na nabii Ibrahimu. Ibrahimu yeye anasemaje? Katika kitabu ni cha Qur'ani hiyo. 37 aya yake ni ya 100. Qur'ani 37. Aya ni ile ya nambari 100. Inasemaje? Inasema hivi, na iseme 100 anasema, Mola wangu. Ibrahimu anasema, Mola wangu, nipe mtoto wako awe miongoni mwa watenda mema. Ndiyo. 101. Ikasemaje? Ndipo tukampa habari njema ya kuwa atapata mtoto mpole. Asante sana. Naye atamuita jina lake ameandikwa pale. Sawa mwalimu wangu? Naam. Ibrahimu anamuomba Mungu ana mtoto. Mola Mwenyezi Mungu. Unasikia hiyo maneno sasa? Kwa hivyo manabii wanajua kuanzia Ibrahimu baba wa imani anajua ya kwamba watoto wanapatikana kwa nani? Kwa Mungu. Hiyo ndio habari. Na ndio Mungu akasema ya kwamba haaminini hao manabii ndio mpate kufanikiwa. Yule ambaye hatafanikiwa ndiye mwenye atasimama hapa aanze kupinga maneno haya ya Mungu mpaka manabii. Sasa angalia nabii mwingine hapo. Hebu nisaidie katika kitabu ni cha Qur'ani 3:38. 3:38 Qur'ani. Inasemaje? Maandiko yanasema hivi katika ndani ya Qur'ani. Inasema hivi, na iseme pale pale Zakaria akamuomba Mola wake akasema. Na nabii wa pili anamuomba Mola wake anasemaje? Mola wangu, Mola wangu, nipe kutoka kwako. Nipe kutoka kwa nani? Kwako. Kwa malaika. Anasema kutoka kwako. Kwa mkewe. Kwako. Twende. Mtoto mwema. Nipe kutoka kwako nani mwema? Mtoto mwema. Nabii Zakaria anajua ya kwamba Mungu ndiye anayepeana nini? Watoto. Maliza andiko, alipewa ama hakupewa? Wewe ndiye uyesikia maombi ya wanaokuomba. Wewe unayesikia maombi ya wanaokuomba. Mara malaika wakamlingania hali amesimama akisali chumbani. Nini? Kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kuwa. Ndiyo. Utazaa mtoto. Umuite Yahya. Atakayekuwa mwenye kumsadikisha mtume atakayezaliwa. Kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Kwa hiyo Zakaria vile vile akiwa ni miongoni mwa manabii anampatia mtoto na Mungu akampa mtoto. Kwa hivyo watoto hao wote wanaopeanwa na Mungu huwa wanakuwa ni nani? Hao watoto wote ambaye Mungu anapeana, amempatia Ibrahimu, amempatia Zakaria, anapatia Mariamu, wanakuwa ni wanani? Hiyo ndio kitu ambaye nataka tuweze kuangalia. Hebu unisaidie katika mkweli mwaminifu. Juzu ya kwanza na ya pili, ukurasa wa 240. Mkweli mwaminifu. Juzu ya kwanza na ya pili. Inasemaje? Hadithi ya 572. Isome. Inasema viumbe wote ni wana wa Mwenyezi Mungu. Ni wana wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni mkweli mwaminifu. Utashangaa mpaka mtu sasa anapinga hii, anakuja anasema ya kwamba hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Atapinga Ibrahimu, atapinga Zakaria, atapinga Mungu, atapinga mkweli mwaminifu. Anasema ya kwamba hiyo ni uongo. Wakati ambapo Mungu anakuwa ni baba, sisi tunakuwa nani? Kama Mungu anakuwa baba, sisi tunakuwa nani? Watoto. Sasa nisaidie kitabu ni cha Mathayo. Sikia Yesu vile anafundisha. Mathayo 6:9. Mathayo 6:9. Inasemaje? Inasema Yesu anasema basi ninyi salini hivi. Yesu anapotuambia salini namna hii, Baba yetu uliye mbinguni. Jirani yetu. Anasema baba yetu. Malaika yetu. Baba yetu uliye wapi? Uliye mbinguni. Kwa hivyo sisi tukiwa chini ni watoto, alafu nani ako juu mbinguni? Baba. Unaona maneno kama hiyo. Kwa hivyo Mungu akiwa
mbinguni ni baba, si mama, na sisi ni viumbe vyake. Andiko yanaeleza. Sasa tunapokuja katika uwana wa Yesu Kristo, ni lazima tuweze kujua kwanza manabii wanamtambuaje Mungu. Ana uwezo ya kuwa na watoto bila ya mke. Ana uwezo huo ako nayo. Na kama Mungu wenu leo hana uwezo, huyo si Mungu wa kweli. Lakini Mungu wetu ana uwezo. Sikiliza hii kwa manabii wenyewe. Kitabu ni cha Kutoka 4 mstari wa 22. Inaitwa Exodus, yani Kutoka 4 aya ni ile ya 22. Maandiko matakatifu yanasema, nawe umwambie Farao. Sikiliza Mungu anavyomtuma Musa. Anamwambia Musa aende amwambie Farao. Hiyo si maneno ya Musa, ni maneno ya Mungu. Mwambie nini Farao? Bwana asema hivi. Mungu anamwambia hivi Farao kwa kinywa cha Musa. Israeli ni mwanangu mimi. Israeli ni nani yangu mimi? Mwanangu mimi. Mzaliwa wa kwanza wangu. Ni mzaliwa wa kwanza wangu. Nami nimekuambia. Na mimi sasa nimekuambia. Mpe mwanangu ruhusa aende. Patia mwanangu ruhusa. Patia mwanangu ruhusa. Afanyeje? Aende. Anitumikie. Hiyo ndio habari. Mungu mwenyewe ndiye anayetangaza kwa kinywa chake kupitia manabii wote ya kwamba Mungu anawana, na si huyo nabii peke yake. Tumeanza na Ibrahimu, Zakaria na Musa, ndio huyo. Hebu angalia nabii mwingine naye hapa. Kitabu ni cha Zaburi. Zaburi 2. Hapo ndio tunaingia kwa Yesu sasa. Zaburi 2:7. Inasema hivi. Nitaihubiri amri kabisa. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu. Leo nimekuzaa. Asante sana. Kinywa cha Daudi katika uandishi wa kitabu cha Zaburi ni kwamba Daudi anaambiwa, sema na uambie watu, hubiri ya kwamba Mungu amemzaa huyu mtoto ambaye anaitwa Yesu. Ni mwanae ambaye amezaliwa na nani? Na Mungu. Tutakuja kuangalia ni kwa njia gani Mungu anazaa. Mungu anazaa, lakini si kama vile binadamu, mwanadamu anazaa, si kama kile vile kiumbe anazaa. Tofauti kabisa. Anazaaje? Hebu nisaidie kitabu cha Yakobo. Yakobo 1:18. Sikiza maneno. Inasema, kwa kupenda kwake mwenyewe, kwa kupenda kwake yeye Mungu alituzaa sisi kwa neno la kweli. Alituzaa sisi kwa nini? Neno la kweli. Kwa neno la kweli. Hiyo ndio maandiko sasa. Kwa hivyo hiyo ndio njia nyingine ambayo Mungu anazaa, sio ile njia ambayo kiumbe anatumia kuzaa. Ile njia ambayo Mungu anatumia kuzaa ni tofauti kabisa. Na hiyo ndio njia ametumia kuwazaa Waisraeli. Waisraeli ni wana wa Mungu kiimani. Yesu anakuwa mwana wa Mungu tena heshima. Tunapoendelea kusoma mbele, huyu Yesu mwenyewe ni lazima haweze kusema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu ama hapana. Lakini ile unabii wa Daudi lazima iweze kutimia. Nisaidie kwanza katika kitabu cha Zaburi 89 aya yake na 34 na 35. Zaburi 89 aya ya 35. Inasema, neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu. Ndio. Hakika sitamwambia Daudi uongo. Mungu anasema siwezi mwambie Daudi uongo. Wazao wake watadumu milele. Ndio. Na kiti chake kitakuwa kama jua mbele zangu. Barikiwe sana. Kwa hivyo Mungu anasema ameapa kwa utakatifu wake, hawezi akamwambia Daudi uongo. Huku anaposema ya kwamba wahubiria watu ya kwamba leo nimemzaa huyo ambaye anaitwa Yesu, na udhibitisho huo ulipata kutimilikia kwa Yesu. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume kama umefika mwalimu. 13:33. Soma. Ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo. Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu. Ya kwanza kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2. Wewe ndiwe mwanangu. Wewe ndiwe mwanangu. Mimi leo nimekuzaa. Mimi leo nimekufanyaje? Nimekuzaa. Hiyo ndio ujumbe ambaye Mungu alimwambia Daudi aende kuwahubiri. Na sisi leo tunahubiri kwa sababu Mungu hakudanganya. Na kwa sababu hakudanganya, ni lazima pia aweze kufuatilia ujumbe huo kwa kusema ya kwamba Yesu ni mwanae ama Yesu si mwanae. Sasa katika
utume wa Yesu Kristo. Tunaangalia sasa utimilizo ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa vinywa vya malaika, kwa vinywa vya mitume. Vinywa vyao hao wanasemaje? Nianze kwanza na malaika anasemaje. Katika kitabu ni cha Luka 1:35. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Ndiyo. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Ndiyo. Kwa sababu hicho kitakacho mwana wa Mungu. Huyo ni malaika Gabrieli. Utakuja kutuambia huyu malaika anasema ukweli ama ni uongo. Huyu malaika anayesema ya kwamba Yesu ataitwa mwana mtakatifu, tena mwana wa Mungu. Hiyo ndio baadhi ya maneno ambayo tunaweza kuangalia hapa kwa vitabu. Na huyo malaika pia hivyo alipeana message kama hiyo katika Qur'ani 19:19. Soma mwalimu. Qur'ani 19:19. Anasemaje? Malaika huyo tu anaenda kuambia pia wale wa msikiti, anasemaje? Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Amebadilisha message? Hapana. Malaika ni yule mmoja, Jibril, na mwana ni yule Yesu, tena ni mtakatifu kabisa, na Mariamu ni yule. Naam. Sasa andiko linasema ya kwamba malaika ametumwa na Mungu ili ampatie Mariamu mtoto. Kwa hivyo Mungu anapeana mtoto, lakini anampatia malaika ampelekee Mariamu. Hiyo ndio habari. Mtoto ni wa Mungu, anapewa malaika, ampe nani? Mariamu. Hiyo ndio maandiko yanaeleza. Pili, huyu mtoto ni mtakatifu, hana dhambi. Huyu mtoto ni mtakatifu, hana dhambi. Vitabu vinaeleza. Na Yesu mwenyewe anasema shuhudieni kama nina dhambi. Wote walishindwa kuweza kushuhudia. Ni mtakatifu. Sasa tusikie kwa kinywa cha Yesu mwenyewe. Hebu nisaidie katika kitabu ni cha Yohana 8 mstari wake ni wa 54. Yohana 8:54 nasema, Yesu akajibu, anasemaje? Nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Ndio baba ya Yesu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Yesu mwenyewe anasema yule ambaye nyinyi mnamsema kwamba ni Mungu wenu ndio baba yangu. Hiyo ndio habari za Yesu. Na alipoendelea kusema ya kwamba Mungu ambaye ndio Mungu wao ndio baba yake, hao walikasirika. Nisaidie kitabu ni cha Yohana 10:36. Inasema, yeye ambaye Baba alimtakasa, akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru, kwa sababu nalisema na nini? Mimi Yesu ni mwana wa Mungu. Fanya namna gani? Anakufuru. Sikiliza, na Mungu mwenyewe anadhibitisha ujumbe ule. Kitabu ni cha Mathayo 17:5. Inasema, na iseme, alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli. Likisemaje? Na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu, yani Yesu ni mwanae mpendwa wangu, ndiyo ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa hivyo baada ya Yesu kusema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, baada ya malaika kusema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na Mungu mwenyewe anakuja anasema Yesu ni mwanae. Hiyo ndio habari. Na sasa mtu asipoamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ni nini kitakachomtendekea? Kitabu ni cha Yohana 3:36. Nisome Yohana 3:36. Niseme, yani John 3:36. Inasema, amwaminie mwana ndiyo yuna uzima wa milele. Kwa hivyo ukimwamini Yesu ni mwana wa Mungu unakuwa na nini? Uzima wa milele. Maliza. Asiyemwamini mwana, asiyemwamini huyo Yesu kwamba ni mwana wa Mungu, hataona uzima. Hawezi ona nini? Uzima. Bali ghadhabu ya Mungu inamfanyaje? Inamkalia. Hiyo ndio habari. Ukisikia ya kwamba mtu anasema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, huyo mtu anatangaza mimi na uzima, sio marafiki. Asante sana. Mchungaji ameniambia ya kwamba muda wangu umeisha, lakini baadaye tutarejea tena. Barikiwe. Asante sana mwalimu kwa kuwa mtiifu.
Mnasemaje kwa mwalimu huyo? Mwalimu wa Kikristo amedhibitisha kweli kwamba Qur'ani imenena kwamba uwana wa Kristo umetajwa katika vitabu vya Kikristo, na ndani ya vitabu vya Kikristo Qur'ani pia imesema uwana wa Yesu ni wa mapenzi, ni wa huruma, ni uwana ambao, kwa hivyo Qur'ani inakubali kuna uwana wa Kristo. Sasa mwalimu wa Kiislamu atakuja atuambie yale anayofahamu kuhusu uwana wa Kristo. Baadaye tutaweza kupata mwalimu akiweza kutupatia faida ya kukubali Yesu kama mwana wa Mungu. Karibu sana mwalimu. Asante sana mwalimu, karibu uweze kuendelea, utajitambulisha na utaweza kuendelea. Muda ni wako sasa, dakika ni 20. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kwanza kwa majina mimi naitwa Bakari Mribe. Kwa wale wenye kunitambua naitwa Bakari Mribe. Leo jana tulikuwa na mwenzangu, pia juzi tulikuwa na mwenzangu, lakini kwa sababu ya mvua mkutano haukuweza kuendelea, yani hauwezi kuendelea. Kwa hivyo inshallah leo niko mimi, lakini na imani inshallah kesho tutakuwa na ndugu yetu hapa ambaye anaitwa Marutingo. Sasa kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kusimama mahali kama hapa. Madhumuni makubwa ni kuelimishana, sio kugombana. Kwa sababu vitabu vya Mwenyezi Mungu vitasoma na sisi lengo na madhumuni kuelimishana. Sasa katika kuelimishana ndio maana kunapatikana tofauti ya imani nyingine mpaka kwa imani nyingine. Mfano, mwalimu wangu amezungumza akapiga katika aya ndani ya Qur'ani 19:19 Mwenyezi Mungu alisema, hakika mimi ni yani malaika anamwambia Maryam, hakika mimi ni mja Mwenyezi Mungu ili nikupe mtoto mtakatifu. Mtoto mtakatifu. Malaika ndo anamwambia Maryam. Sasa huyo mtoto atakuwa nani? Huyo anaweka anapachika ni ya Mungu. Na hajakuwa anayepewa mtoto ni Maryam. Maryam ndiye atakayezaa huyo mtoto. Huyo mtoto atakuwa ni Maryam, ndio maana anaitwa Isa bin Maryam. Huyo anapachika ni wa Mungu. Sasa utofauti wale pale ilipoweka utakatifu, utakatifu. Hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu ili nikupe mtoto mtakatifu. Akajua mtoto kwanza ni wa Maryam, lakini utakatifu ndo akasema ndo wa Mungu. Hiyo hoja imethibitika. Nipige 2 mwalimu, 2:23 Luka. Sasa hiyo hoja lau kama ungeunganisha ndani ya Biblia pale kwenye utakatifu uliotajwa ndani ya Qur'ani, wewe ungesema kuwa huyu ni mtoto mtakatifu. Kwa nini Biblia inasema hivyo? Twende vipi? Sasa ule utakatifu uliokuwa pale, je, atakuwa ni mtoto wa Mungu ama ule utakatifu wa Yesu pale ni vipi? Twende. Luka 2:23 inasema, safi, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Mungu. Twende. kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye. Sikiza, Biblia inasema kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye, na Yesu alikuwa ni kifungua mimba mbele ya Maryam. Twende. Na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Na aitwe mtakatifu kwa Mungu. Kwa hivyo kifungua mimba mbele ya Mwenyezi Mungu ndiye anaitwa mtakatifu. Kwa hivyo wewe ukisema mtakatifu ndio ndani ya Qur'an, ukisema Yesu ni mtakatifu, eti anakuwa ni mwana wa Mungu, utakuwa umefilisika. Kwa nini? Pale kumbe katika sheria ya Mwenyezi Mungu kila mtoto aliyekifungua mimba mbele ya mamaye na aitwe mtakatifu mbele ya Bwana. Na baada ya Maryam kumzaa Yesu, Maryam mwenyewe alizaa watoto 4, hawa ndo hawakuitwa watakatifu. Wapi? Nipige 6:3 Marko. Sasa ungepita huko mapema kabisa asubuhi unapeleka kanisa nyumba msikitini. Twende vitu mwalimu. Marko 6:3 inasema, huyu si yule seremala. Kwa sababu Yesu ndo anaulizwa, anaambiwa huyu si yule seremala. Huyu ndo mtoto ambaye ni mtakatifu. Anaitwa huyu si yule seremala. Twende. Mwana wa Mariamu, mtoto tena wa Maryam baada ya Yesu kuzaliwa. Twende. Na ndugu yao Yakobo, akazaliwa Yakobo, na Yose watatu, na Yuda ni 4, na Simoni. Kwa hivyo hawa 4 hawakuitwa watakatifu kwa kuwa hawakuwa firstborn. Mimi naweza kuwa ni firstborn mbele ya mama yangu, kwa hivyo mimi nami nitaitwa mtakatifu. Sasa wewe utasema nini? Sikufundisika huko. Mwalimu akapiga hoja nyingine ndani ya Qur'ani, tunaangalia akapiga
akapita na mpito mwingine katika Qur'an akasema hivi katika 2:116 Qur'an. Hebu twende hiyo. Qur'ani 2:116. Piga tanbii. Amengangania tanbii. Sasa wacha tukumbue. Twende hiyo tanbii yake. Wakristo wanadai kuwa Wakristo, aya katika Qur'ani inaelezea vizuri. Inasema Wakristo wanadai. Kwa hivyo hayo madai kwanza yanaweza kuwa ni ya uongo ama ya kweli. Wakristo wanadai kuwa wanamuita Isa mtoto wa Mungu. Wanamuita Isa mtoto wa Mungu. Sasa hao Wakristo ndio wanaodai kuwa wanamuita Yesu mtoto wa Mungu. Sasa wakimuita Yesu mtoto wa Mungu, piga yenyewe sasa. Mbona hakupiga? Inasema Qur'ani 2:116. Safi. Na makafiri wanasema. Sasa wao kija kubaliane na aya kwanza, ujue wewe huna dini. Yaani huna dini kwanza. Ndio Qur'ani inasema wanaomuita Yesu ni mtoto wa Mungu ni makafiri. Kwa hivyo wao kija kwanza kubaliana na aya, useme mimi kwanza sina dini. Ndio namuita Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Sawa? Yakani kibano kimerudi. Mwalimu nipo. Akaja tena akapiga aya. Hii aya yeye hakuijua. Akapiga katika 2 aya 30 Luka. Twende hiyo nayo. Asa nazima tu mapengo yako alafu nifundishe. Twende Luka 2:30. Luka 2:30. 1:30 Luka. 1:30 Luka inasema. Safi. Malaika akamwambia usiogope. Malaika anamwambia Mariam, anamwambia usiogope wewe Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Kwa maana wewe Mariam umepata fursa kubwa sana kwa Mungu. Tazama wewe Mariam utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Tazama wewe Mariam utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume. Twende. Na jina lake utamuita Yesu. Na jina lake utamuita Yesu. Kalas, uko na full stop, hakuna mwalimu. Full stop. Kwa malaika ndo anakuja na ujumbe kwa Mariam, anamwambia tazama wewe Mariam utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Full stop. Sasa yanayoendelea hapo sasa, Mariam ndo anapewa habari na malaika. Na ndio nini? Twende 31. Hiyo ilikuwa 31 na isoma. Safi. 32 nasema huyo atakuwa mkuu. Sasa Mariam aliambiwa wewe ukizaa mtoto utamuita Yesu. Sasa huyo atakuwa mkuu. Na atakuwa mkuu. Safi. Ataitwa mwana wa aliye juu. Sasa nani waliomuita Yesu ni mtoto wa aliye juu? 3:11 Marko. Sasa wewe nao kama utakuja jifananishe na hao, sasa wewe ni miongoni mwa wao na siku ya kiyama. Kalasi 3:11 Marko. Sasa wewe ndio zinafunzwa hivi. Twende. Na pepo wachafu. Kwa hivyo pepo wachafu ndio wa kwanza kumuita Yesu ni mwana wa Mungu. Na pepo wachafu kila walipomwona Yesu walianguka mbele yake wakalia wakisema. Twende. Wewe ndiwe mwana wa Mungu. Na pepo wachafu siku ya kiyama motoni. Sasa pepo wachafu wanasimama, walipomwona Yesu wanamuita wewe Yesu ndiwe mtoto wa Mungu. Na pepo wachafu tunajua siku ya kiyama ni motoni. Wao wanamuita Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe na pepo wachafu mna uhusiano gani? Sasa ndio hoja hii. Sasa wewe ukisema kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu akasema nini? Twende. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Yesu mwenyewe akawakataza sana. Ili jambo ni kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, msidhihirishe. Wewe unasimama kidete mbele ya watu unasema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo wewe na Yesu kalas. Mimi nasimama na Yesu na wakataza sana watu wasiseme ni mtoto wa Mungu. Kwa nini sasa ukisema Yesu ni mwana wa Mungu? Pepo wachafu ndio walimuita Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa hao pepo wachafu ndio wakatembea barabarani wakawaambia watu Yesu ni mwana wa Mungu. Wapi? Nipike 8:23. 8:28 mwalimu Mathayo. Hapo sasa. Mathayo. Hao pepo wachafu hao walipomuita Yesu ni mwana wa Mungu hawakutosheka, wakaingia barabarani wakawaambia watu Yesu ni mwana wa Mungu, kama hivyo ninavyozungumza wewe. Twende. Mathayo 8:28 nasema. Safi. Naye alipofika ng'ambo. Yesu alipofika
ng'ambo katika nchi ya Wagerasi. Safiri. Watu wawili wenye pepo walikutana naye. Watu wawili, kwa hivyo hao pepo wachafu waliokuwa wanamuita Yesu ni mwana wa Mungu hawakutosheka, wakaona wakawaingia watu wawili, wakaingia sasa katika binadamu, mwili wa binadamu, watangaza hiyo injili ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa hao watu wawili wenye pepo wachafu wakakutana na Yesu, wakasema nini? Wanatoka makaburini. Walikuwa tena ni wao pepo wachafu, yani hao watu wawili wamepagawa tena na pepo wachafu wa makaburini. Kwa hivyo wewe nao ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, ukiingia mtaani inamaanisha wewe na pepo wachafu wa makaburini wema tu. Twende. Wakali mno. Safiri. Hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Safiri. Natazama wakapiga kelele wakisema. Natazama hao waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu tena wa makaburini wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Kwa hao pepo wachafu waliowapagawa watu katika wao pepo watu ndio wakawaita Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa tunaona sasa hoja inaingia mpaka mwalimu anaanza kutapasa, anaona zile hoja zangu zimepitiwa, zimekanyagwa, kwa hivyo mimi wacha niangalie hoja zingine. Hizo zimeenda na mende. Akaja katika andiko lingine huyu, mimi nachukua andiko nafundishia watu. Akaja katika andiko lingine linasema eti Yesu alipokuwa akibatizwa akasema eti wingu likatokezea likasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Wewe eti wingu likatoka likasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Wewe bana, wacha mchezo bana. Sisi tuko na elimu, tunakuangalia ndugu yangu. Mwalimu, nipo. Sasa wacha huko juu mbinguni kwanza, twende mbinguni kuna nini? Nipige Yeremia 44:17 Yeremia. Tuulize huko mbinguni, huyo anakuja nasema eti sauti katoka mbinguni kasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni huyo. Sasa huko juu mbinguni kuna nini? 44:17 Yeremia. Twende. Lakini bila shaka safi tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu. Safiri. Kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni. Kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni. Kumbe juu mbinguni kuna malkia. Kumbe juu mbinguni kuna malkia huko. Sasa huko juu mbinguni kukiwa na malkia ambaye huyo ni malkia wa mbinguni. Huyo malkia wa mbinguni alikuwa na nini? Nipige 12 sasa moja Ufunuo. Sasa huyo malkia wa mbinguni ndo alipiga sauti akasema huyu ni mtoto wangu mpendwa, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Wewe unakuja unasema eti sauti katoka kwa Mungu. Haikutoka kwa Mungu. Kumbe juu mbinguni kuna malaika wa mbinguni. Huyo malaika, huyo malkia huyo wa mbinguni ni nani? Nipige 12:1 Ufunuo. Inasema Ufunuo 12:1. Safiri. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Huko kwenye huyo malaikia, huko kwenye malkia wa mbinguni, ishara kuu ilionekana pale mbinguni. Twende. Mwanamke aliyevikwa jua. Kumbe huyo malaika, huyo malkia wa mbinguni alikuwa ni mwanamke. Huko juu mbinguni ndio kuna mwanamke huko. Mwanamke aliyekuwa amefishwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Safiri. Na juu ya kichwa chake twende taji ya nyota 12. Safiri. Naye alikuwa na mimba. Kumbe huyo malkia wa mbinguni mwanamke ndio alikuwa na mimba. Akavuta mbele ya watu akasema huyu ni mwanangu mpendwa wa ninayependezwa naye. Sasa huyo malkia wa mbinguni je, alizaa mtoto mwanamume huko mbinguni ama alizaa mtoto yani kijana ama msichana? Mwalimu, nipo 5 hapo 12:5 inasema hivyo. Huyo malkia wa mbinguni ndio alishika kitambi yake akasema huyu ni mwanangu. Maana angekuwa kweli yuko chini angesema huyo, lakini yuko pale mbinguni, malkia wa mbinguni, kumbe ndio akona ujauzito akasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Sasa aliposema hivyo, mwalimu, piga 5 twende. 12:5 Ufunuo inasema naye huyo malkia wa mbinguni akazaa mtoto mwanamume, akazaa kijana huko mbinguni. Sasa huyo wa mbinguni na huyo ambaye anang'ang'ania huko duniani, huyo kijana ndio wa mbinguni huko. Ng'ang'ana Yesu amezaliwa duniani, kumbe kuna malkia wa mbinguni huko amezaa kijana mtoto mwanamume. Sasa huyo alipozaa kijana mtoto mwanamume ndo akasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Sasa alizaa namna gani mwalimu? Nipige 66 mwalimu 7 Isaya. Sasa alizaa huyo mtoto. Kwa maana wa mbinguni
wao wanazaa pasina uchungu, wale wa duniani ndio wanazaa na uchungu. Sasa twende huko 66:7 Isaya, twende. Kabla hajaona utungu, Sasa huyo malikia wa mbinguni kabla hajaona uchungu alizaa. Kabla maumivu yake hayajampata, safiri, alizaa mtoto mwanamume. alizaa mtoto mwanamume. Sasa wewe kuja useme wewe mtoto wa duniani, kumbe ni malikia wa mbinguni ndo alizaa mtoto mwanamume kabla hajaona uchungu. Wa duniani ndio wanaona uchungu. Sasa ukija tuambie yule Maria aliona uchungu ama hakuona uchungu wakati wa kuzaa? Kumbe yule wa mbinguni ndio anaona uchungu. Haya, hoja ishapidisika hiyo. Mwalimu, nipo. Sisi kwa nini tunasema Yesu sio mtoto wa Mungu? Na tunasimama kidete tunawaambia watu, mbele ya watu sisi Waislamu tunaambiwa kuwa tuwaonye. Wapi? Nipigie 18 mwalimu Qur'ani. Kwa nini tunasimama viwanja kama hivi? Qur'ani imetupea fursa kubwa ya kutuambia nini? 18:4 Qur'ani. 18:4 Qur'ani inasema suratul Kahf. Safi. Na kiwaonye wale wanaosema. Ndio maana Qur'ani inakuja inawaonya wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Qur'ani kazi kubwa sana. Imekuja kwa msingi waonye wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Wale pepo wachafu wasimdhihirishe. Nasi tunasema kuwa nyinyi jameni, hayo maneno ambayo unamuita Yesu ni mwana wa Mungu ni kufuru kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Inasema aya 5, wao hawana elimu juu ya jambo hili. Kwa hivyo Qur'ani inaweka msingi stamp kabisa. Inasema yoyote yule anayesema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akona mtoto hana elimu juu ya jambo hilo, wala baba zao hawana ujuzi juu ya jambo hili. Hawana ujuzi juu ya jambo hili la kusema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Hiyo kumwanza Qur'ani ni sawa, dakika 5 nzuri sana. Kwa hivyo Qur'ani imekuja kidete iwaonye nyinyi mnaosema kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Kalas, hiyo kauli wacheni, ndio mtasalimika mbele ya Mwenyezi Mungu. Madimo nipo. Akapiga katika hoja yake akasema, kwanza ameangalia katika yani ameangalia mashahidi ambao ametazama malaika, bado vile vile ametazama manabii, eti Yesu ni mtoto wa Mungu. Mwalimu nipo. Asisikiza hapa. Kwanza sisi sasa tunakuchukulia ushahidi mkubwa ni huu sasa. Mwalimu nipo. Nipike 6:19 Qur'ani. Tunaenda kwenye mpito. Qur'ani 6:19 Qur'ani. Safi. Asakija mpito hizo mpito. Na ujue mimi naacha kiporo huko. Sasa ukija kibomoa tena huko, shauri zako. Mimi nitakuja nikanyage na reli kabisa. Napita huko. Twende bitu. 6:19 Qur'ani nasema sema wewe Nabii Muhammad, waulize kitu gani ushahidi wake ndio mkubwa zaidi. Sasa Mtume Muhammad sallallahu anaambiwa kwanza waulize ushahidi. Wewe umesema kuwa sisi kwanza tunaangalia ushahidi wa manabii, ushahidi wa malaika. Sasa kwanza pale ushahidi Mtume Muhammad sallallahu anaambiwa na Mwenyezi Mungu, waulize ushahidi gani mkubwa mbele yako wewe na Mwenyezi Mungu. Twende. Kisha sema ujibu. Kisha wajibu hao. Twende. Mwenyezi Mungu ndio shahidi mkubwa. Huyo Mwenyezi Mungu ndio shahidi mkubwa. Sasa ushahidi wake Mwenyezi Mungu, je, ako na mtoto ama Mwenyezi Mungu anaumba? Nipige 25:2 Qur'ani. Ushahidi mkubwa sana ni wa Mwenyezi Mungu. Sasa huu ushahidi mkubwa Mwenyezi Mungu, wewe Mungu uko na mtoto ama sisi ni viumbe vyake? 25:2 Qur'ani. Inasema 25:2 Qur'ani. Safi. Mwenyezi Mungu ambaye ni wake peke yake ufalme wa mbingu na ardhi. Kwanza ni vyake peke yake, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini ni vyake vyote. Twende. Wala hakuzaa mtoto wala hana mshirika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni vyake peke yake, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Hana mtoto wala hana mshirika. Twende. Inaendelea kusema katika ufalme wake. Twende. Na ameumba kila kitu. Mpaka sisi tumeumbwa kwa kauli ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Zaburi inathibitisha sisi sote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, vilivyomo mbinguni. 3:6 Zaburi. Zaburi. Sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Yesu ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Wewe umeng'ang'ana katika zama za Nabii Ibrahimu anamzaa Ismaili. Huyo bado ni mtoto wa Ibrahimu, sio mtoto wa Mungu. Zakaria naye anamtazaa mtoto ambaye anaitwa Yahya ambaye bado katika Imrani. Yani hao ni watoto ni mtoto wa Zakaria. Daudi naye pale alipopita bado
bado huyo Daudi alimzaa Sulemani. Wewe unakuja unapita mpito mwingine. Twende Zaburi. Zaburi 33:6 inasema, Safi. kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kama vile Qur'ani ni vyake peke yake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Kwa neno la Mwenyezi Mungu mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Mwenyezi Mungu alisema kuwa ikawa pasina kudura za mtu yote, lakini kudura za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akathibitisha hayo. Mwalimu, Nipo. dakika moja. Haya, acha nimkanyagie dakika moja nzuri. Mwalimu, Nipo. sasa huyu kwanza tuulize zama za Yesu. Tunauliza zama za Yesu. Mwalimu, Nipo. upige 20:30 Mathayo. 20. Mathayo. Tuulize katika zama za Yesu na karne hii kuna msiba mkubwa sana. Tunauliza zama za Yesu. Twende. 20:30 nasema, natazama vipofu wawili wameketi kando ya njia. Naona je, walikuwa sawa ama wale walikuwa bora? Twende. Nao waliposikia kwamba Yesu anapita walipaza sauti wakisema, Safiri. uturehemu Bwana, Hao vipofu wawili wanasema uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. mwana wa Daudi. Kwa hivyo vipofu wawili waliokuwa katika zama za Yesu wanamtambua Yesu kama ni mtoto wa Daudi. Anayeona katika zama hizi anasema Yesu ni mtoto wa Mungu. Nani bora? Si wao ndio walikuwa bora zaidi? Wanamuita Yesu ni mwana wa Daudi. Vidume haya. Asante sana mwalimu. Umejaribu tu lakini umejitetea, kujitetea umetapatapa kweli kweli. Nimeshangaa, naamini ya kwamba wale wanaosikiliza mnafuata mwalimu vizuri. Mwalimu amekuja akakanyanga kule kwa mapepo na mashetani, akatudhibitisha kwamba mapepo ndiyo yanamkataa Yesu kwamba ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na hiyo hatuna shaka nalo, kwa sababu hiyo tunajua mapepo hayawezi kukubali Yesu ni mwana wa Mungu. Msomaji, Methali 18:17. Inasema jitetea kwanza, huonekana kuwa na haki kabisa. lakini jirani yake huja na kumchunguza Kabisa, kwa sababu huyu Bwana ametupeleka kwa wale ambao waliokuwa wanamshuhudia Yesu na ndugu zake, watu ambao hata uwajui. Ndugu yangu, acha kutapatapa. Ni vizuri utembee vizuri na maandiko. Napenda nimlete mwalimu aweze kusahihisha yale ambayo huyu kijana anajaribu kujifundisha masomo. Tunamkaribisha huku kwa Ukristo ambako masomo yamepikwa yakaiva vizuri, aweze kuelewa ukweli jinsi ulivyo. Mwalimu Emria, hayo ambayo huyu mwalimu ameweza kuchafua. Haya, asante sana. Kwanza kabisa nataka niweze kumshukuru huyu kijana kwa sababu amepewa nafasi ya kuweza kusimama, na dini yake ilikula kiapo ya kwamba msiwahi kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na sasa yeye amepata nafasi ya kuweza kusimama. Angesema nini? Hata kama ni wewe ungesema nini? Inabidi tu utimize ile kiapo. Lakini waje nianze na ile andiko aliyomalizia. Kitabu ni cha Yohana. Alikuwa anasoma Mathayo 20:30. Nisaidie Luka 20:44. Sikiza hiyo. Luka 20:44. Yaani Yesu ni mwana wa Daudi. Twende soma hiyo kwanza. 20:44 inasema hivi. Injili ya Luka anasema basi Daudi amuita Bwana. Yaani Daudi anamuita Yesu tena nani? Bwana. Na mara ya kwanza anaitwa ni mwana wa nani? Wa Daudi. Maliza andiko. Amekuwaje mwana wake? Amekuwaje mwana wake? Na mara ya kwanza yeye tena Daudi ambaye ndio baba anamuita mtoto Bwana. Inakuwaje? Wewe ungekuja pole tungekufundisha kwamba Yesu anakuwa ni mwana wa Daudi kwa sababu amezaliwa katika ukoo wa kifalme, ndiye anakuwa ni mwana wa Daudi. Lakini before, kabla hapo, Daudi mwenyewe anamuita Yesu ni bwana wake. Yeye umefilisika, umeisha. Ukatoka hapo, kwanza kuna nyenye ulitoka hapo, ukaenda katika Yeremia 44 mstari wake wa 17. Sikiliza hiyo. Yeremia
44. Nilifikiri atasimama hapa aseme ya kwamba Yesu anasema ya kwamba Mungu si baba yake. Nilidhani, nilikuwa na ngoja hiyo tu. Akasema watu walisema. Soma hii andiko kwanza. Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu. Ndio. Kumfukezia uvumba malkia wa mbinguni. Na kummiminia sadaka za kinywaji. Sasa akasema hapo huyo ni Mariamu. Swali ile ukweli kabisa nyinyi hapa hivi. Alafu sikiliza nyingine hapa. Nakuja nikuonyesha nyingine. Akakuja nyingine katika kitabu cha Mathayo kwamba 8 mstari wa 28 kwamba wale mapepo walitoka makaburi wakakatazwa. Sikiliza wale ambao wanaenda makaburini. Nisaidie mkweli mwamini. Wanaenda makaburini hao. Tena ni nani anawatuma kwenda makaburini? Wewe mwenyewe ndio ulienda huko, tunakwenda huko. Mkweli mwaminifu mwalimu. Hadithi ya 418. Hadithi ya 418 inaitwa mkweli mwaminifu. Wewe ulienda makaburini kwenda kutafuta nini huko? Sikiza hiyo andiko. Inasema, nilikuwa nimekukatazeni kuyazuru makaburi. Muhammad alikuwa amewakataza nyinyi Waislamu kuyazuru makaburini, lakini basi yazuruni. Kumbe mtu akizuru makaburi anakuja anakataa kwamba Yesu si mwana wa nani? Wa Mungu. Tena Yesu amewakataza, anasema ya kwamba msiseme ya kwamba mimi ni mwana wa nani? Wa Mungu. Hebu soma hiyo kitabu cha Mathayo nini? Marko, mahali alikuwa anasoma. Muhammad amesema nyinyi muende makaburini, na Yesu anasema wale wanaoenda makaburini ni mapepo. Soma hiyo andiko inasemaje? Yaani unasema huko dodiani. 3:11 inasema Marko. Na pepo wachafu walitoka makaburini, na wewe ukasema umekuja kwa niaba yao kusema ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Soma hiyo. Kila walipomwona walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Alafu akawakataza sana wasimdhihirishe. Hebu rudia hiyo kitu tena. Akawakataza sana wasifanyeje? Wasimdhihirishe. Huyu sasa alikuja kudhihirisha ama alikuja kutodhihirisha? Pepo alikatazwa hasidhihirishe, na wewe umekuja hapa kama pepo kusema ya kwamba sio. Na hao mapepo walitoka pale mbio mbio. Nisaidie sasa. Qur'ani 72. Qur'ani jana ulikwenda makaburini, alafu ukakuja kutoka kusema Yesu si mwana wa Mungu. Soma hiyo andiko. Mimi napita mapito yako. Hakuna andiko mimi nimeongeza. Soma hiyo andiko inasemaje? 72:1 Qur'ani. Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa nini imefanyika? Kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Hao ndio wanatoka makaburini, twende. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Inafanyaje? Inaongoza katika uongofu. Hao ni majini. Kwa hivyo tumeiamini. Kikundi cha majini wanatoka makaburini, wanasemaje? Wameiamini Qur'ani. Twende. Wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Twende. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Alafu hakujifanyia mke. Nani anasema hiyo? Majini. Anakuja anasema ya kwamba Mungu ana nini? Hana mwana. Ana nini? Mwana. Ukiona mtu anasimama hapa na ujue akisimama hapa na anasema ya kwamba Yesu ni si mwana wa Mungu, ametoka makaburini. Ndio maandiko yameeleza namna hiyo. Mwalimu wangu, upo sana. Hapa Yesu mwenyewe aweze kusema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu ama si mwana wa Mungu. Kuna andiko alisema ya kwamba Mungu yule aliyesema kule juu mbinguni. Asante sana mwalimu. Huyu aliyesema ya kwamba huyu ni mwanangu. Malkia wa mbinguni. Sikiliza kitabu cha Petro wa kwanza. Huyo ndiye anasumuza hapo. Mitume wenyewe waliokuwa pale present, wale hawakupita, hawakuenda makaburini. Soma andiko inasemaje? Petro wa pili 1:17. Nisome. Maana alipata kwa Mungu Baba. Ngoja kwanza kidogo, anza na 16 usikie hiyo. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu, kwa sababu hawakupita makaburini. Twende. Tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo, ndio na kuja kwake. Bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Wanafunzi wanasema walikuwa wameona ukuu wa Yesu. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima. Alipata kwa Malkia. Mungu Baba alipata kwa Malkia au
kwa Mungu Baba twende heshima eh, na utukufu. Hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, nani? huyu ni mwanangu. Yani Mungu anasema ya kwamba Yesu ni mwanaye, alafu wewe unasema si Mungu, ni malikia. Ni kwa sababu ulipita makaburini. Muhammad alikuambia pitanga huko, na ukikuja kutoka huko unakuja hapa unakanusha mpaka ya Mungu. Maliza andiko mtumishi. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Sikilizeni yeye. Ukitaka kufanikiwa, amini Mungu pamoja na manabii. Alafu malaika mwenyewe akasema hivi katika Qurani. Hebu rudia hiyo maneno. 19 Qurani. Inasema malaika akasema, ni mjumbe wa Mola wako ili nini? Nikupe mwana nini? Mtakatifu. Aliwacha kipengele cha mwana, malaika anapeana mwana, akaenda kipengele cha mtakatifu. Watu wote watakao muamini Mungu wakakamilika, wote wanaitwa watakatifu. Hata hawe sio yule ambaye si firstborn. Akutolea maandiko. Lakini kwa sababu hatuko kwa hiyo mada, akawacha kipengele cha mwana. Malaika anasema mimi ni mjumbe wa Mola wako. Malaika ni mjumbe wa Mola, lakini Mola amemtuma na mwana ili apeane mwana. Huyu mwana akiwa mikononi mwa malaika amepewa na Mungu, ndio ampe nani? Mariamu. Lakini kwa sababu huyu akipita makaburini atakuja hapa aseme ya kwamba hapana. Waona vitu kama hiyo? Yesu mwenyewe asimame na aseme kwa kinywa chake yeye ni mwana wa Mungu ama hapana. Hebu unisaidie kwanza katika kitabu cha Yohana. Yohana 10:36, sikiza hiyo. Yohana 10:36 inasema, andiko leo ikipatikana Yesu anasema kwa kinywa chake Baba Mungu si baba yake, mimi nasilimu. Soma hii andiko inasemaje? Yeye ambaye Baba alimtakasa. Huyo ni Yesu anasema yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni. Kipengele cha pili, baada ya kutakaswa akatuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru. Kipengele cha tatu, kuna watu wanamwambia anakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa sababu alisema, si walimsema, yeye mwenyewe alisema mimi ni mwana wa nani? Wa Mungu. Anapigwa mawe kwa sababu alisema yeye ni mwana wa Mungu. Sasa hapa andiko ipatikane Yesu alisema Mungu si baba yake, nitakuwa Muislamu. Alafu akatoka hapo akaingia katika kitabu cha Isaya, ndio ulikwisha kabisa. Alisoma Isaya ngapi? 66:7. Hiyo ndio alisoma. Naam. Soma andiko. Kabla hajaona utungu akaanza kuweka hiyo andiko, akasema ni malikia yule. Kabla hajaona utungu alifanyaje? Alizaa. Maliza. Kabla maumivu yake hayajampata alifanyaje? Alizaa mtoto mwanamume. Sasa akasema huyo ni malikia yule alizaa. Lakini hakufika mstari wa 8. Sikiliza mstari wa 8 nasemaje? Ni nani aliyesikia neno kama ile? Ndio. Ni nani aliona mambo kama haya? Ndio. Nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Twende. Taifa laweza kuzaliwa mara? Maana Sayuni, maana malikia, Sayuni, maana Maria, Sayuni hakufika hapo, na kweli kabisa hawezi kukufikishia hapo. Kwa nini? Alipita makaburini. Twende na andiko linasemaje? Mara alipoona utungu, Sayuni alipoona utungu alizaa watoto wake. Sasa yeye kwa sababu amepita makaburini anakuja hapa akiwa pepo na kusema ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Si makosa yake. Mapepo walikatazwa kudhihirisha Yesu kwamba si mwana wa Mungu. Mapepo walikatazwa. Lakini kama wewe ni mwana wa Mungu na ni mtumishi wa kweli wa Mungu, utadhihirisha Yesu ni mwana wa Mungu. Barikiwe sana. Asante. Asante sana mwalimu kwa kutuelimisha kusema ule ukweli. Najua umma unafaidika. Wale walio na masikio wataweza kufuatilia, wataona kule chenga inapigwa na wataweza kuelewa ni wapi ukweli uliopo. Mwalimu wa Kiislamu, una dakika zako 10 kwa ajili ya kuweza kusawasisha na kujitetea. Mungu aweze kuzungumza. Swali limewekwa, Yesu haseme si mwana wa Mungu na Mungu mwenyewe aseme kwamba Yesu si mwanae,
Si watu, si majini. Hatuko hapa kutetea majini wala watu wanaosema. Karibu. Haya, vizuri kabisa. Nadhani nimepiga na kwenye nimepita mimi, huyu hajapita. Amepinda ulimi. Katika usikize, wewe umepinda ulimi mwenyewe. Katika nipigie, mimi sijasema, nimesema waliokuwa wamepagawa urini ndo walimuita Yesu mwana wa Mungu. Sio tu wewe, ni Biblia yako yoacha kungangana na Qur'ani. Nipige 8:28 Mathayo. Naye Sasa wewe unakuja unaningangania mimi ndani ya Qur'ani mpaka unapiga 72:1 hadi 3. Sasa hiyo 72:1 hadi 3 na uhusiana na nini na 8:28 Mathayo? Twende. naye alipofika ng'ambo, Yesu huyu alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye. watu wawili hapa tunazungumza, watu wawili wenye pepo, watu wawili wenye pepo walikutana na Yesu. Sasa hao watu wawili wenye pepo waliokutana na Yesu walikuwa wametoka wapi? Twende. Wanatoka makaburini wakali mno. Wanatoka makaburini wakali mno. Hao watu wawili wenye pepo wachafu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu wa makaburini wakamshuhudia Yesu wakisema nini? Twende. Hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Safiri. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, hao waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu tena wa makaburini ndio wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? tuna nini nawe mwana wa Mungu? Kwa hivyo hao watu wawili wenye pepo wachafu wa makaburini ndio wanamshuhudia Yesu kuwa ni Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hivyo huko hiyo kala zishakufa kwako huko. Huyu akasema sisi tunaenda makaburini tunazu. Wewe hata nyinyi mnaabudu makaburi. Wapi mwalimu? Nipike sasa 28:3 Samueli wa kwanza. Huko tunakupeleka kwenye makaburi mpaka mnatoa mtu mchana mzima anasujudiwa mtu aliyekuwa yaani mtu aliyekuwa makaburini huko. Sasa wewe umepita huko, acha na kufuata huko 28:3 Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 28:3 inasema, Safi. basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Huyu alikuwa amekufariki dunia. Twende. Nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza. Israeli walikuwa wamekwisha kumwomboleza. Huyu Samueli alikuwa amefariki, si amefariki, alikuwa amefariki dunia. Wana wa Israeli wakawa wamemwomboleza. Piga 6 inasema, Safi. lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Lakini Sauli, huyu mtu sasa, Sauli alipomuuliza Mungu, Bwana hakumjibu, Mungu hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa Urimu, wala kwa manabii. Huyu Sauli huyu hakujibiwa na Mungu. Alichofanya nini? Piga 10. 10 inasema, Safi. naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, Piga 9 ndo nzuri kwanza. yule mwanamke akamwambia, angalia, Yule mwanamke mwenye pepo wa utambuzi akamwambia Sauli, sasa twende. unajua alivyofanya Sauli, Safi. jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi au twende. na wachawi katika nchi. Safiri. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Safiri. Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, akisema, aishivyo Bwana, Safi. haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Safiri. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Ni nani nitakaye kutolea katika kaburi? Yaani mwenye pepo wa utambuzi huyo anamwambia Sauli, ni nani nitakaye kutolea katika kaburini? Naye akasema, nipandishie Samueli. Na Samueli alikuwa tayari wana wa Israeli wamekwisha kumwomboleza huko. Twende. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli, yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, Safiri. mbona umenidanganya? Kwa kuwa wewe ndiwe Sauli. Safiri. Mfalme akamwambia, usiogope. Twende. Waona nini? Unaona nini? Alipokuwa amempandisha yule mtu na hali ya kuwa amezikwa, unaona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, Safi. naona Mungu anatoka katika nchi. Naona Mungu anatoka kwenye
kwenye nchi, kwa sababu yeye alipomuona hivyo akasema nini? Twende. Nawe akamuuliza ni mfano wa nini? Ni mfano wa nini huyo Mungu anayetoka katika nchi? Akajibu, Safi. ni mzee anazuka, Safi. naye amefunikwa vazi. Twende. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe. Ndiye Samueli mwenyewe sasa anatoka kwenye kaburi. Akafanya nini? Twende. Akainama uso wake mpaka nchi. Akainamisha uso wake mpaka nchi alipomuona Sauli. Twende. Akasujudia. Akamsujudia Samueli, na alikuwa wana wa Israeli wamekwisha kuomboleza. Kwa hivyo hiyo hoja ichapilisika kwako. Ndani ya Biblia tushamaliza. Mwalimu, Nipo. tunamuuliza Yesu, wewe Yesu ni mtoto wa nani? Tunamweka mahakamani. Mwalimu, Nipo. Pika 26:62 Mathayo. Tunamuuliza Yesu mwenyewe. Sasa wewe unakuja unapachika. Katika kupachika unakuja wewe sijui kwa manabii, wewe sijui kwa Petro anamuita Yesu mwana wa Mungu sijui nini. Mimi nataka aya hapa. Wapi aya? Mariam mwenyewe, kwa sababu Waswahili wanasema anayejua mtoto baba ni mama. Sasa wapi aya Mariam ndo anamuita Yesu nimekuzaa babako ni Mungu? Wewe unazunguka tu, unazunguka. Mariam ndo amezaa mtoto, amebeba mtoto miezi 7. Alipomzaa anajua huu ni utukufu wa Mwenyezi Mungu, ameniruzuku mimi kiumbe nimezaa. Wewe unakuja unasema wewe unakuja unazunguka kwa Mathayo, unakuja kwa Yohana, unakuja kwa nani? Wapi aya? Mariam mwenyewe baada ya kumzaa Yesu anamtambulisha Mariam, mimi nimekuzaa, lakini babako wewe Mariam anamtambulisha Yesu kwa babako ni Mungu, kwa sababu anayejua mtoto baba ni mama. Wacha kuzunguka huko, twende vitu. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, Safi. Hujibu neno. Hujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Hawa watu wanakushuhudia nini wewe Yesu? Lakini Yesu akanyamaza. Yesu akanyamaza kimya. Kuhani mkuu akamwambia, Kuhani mkuu akamwambia Yesu, na kuapisha kwa Mungu aliye hai. Anamwapisha Yesu kwa Mungu aliye hai. Utuambie kama wewe ndiwe Kristo. Utuambie wewe Yesu kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu ndiye anaapishwa na kuhani mkuu. Na mtu anayeapishwa, hata hawa wabunge wanapoapishwa ni waseme ukweli mbele ya watu. Sasa Yesu anaapishwa na kuhani mkuu, anaambiwa na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie wewe kuwa ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema. Wewe ndio umesema maneno hayo, mimi sikusema. Yesu anasimama kidete anasema, hayo maneno ya kuniambia mimi ndimi Kristo mwana wa Mungu, wewe ndio umesema. Kwa hivyo umri ndio unasema wewe. Tunachukua jawabu. Yesu tupe habari, unatuambia nini? Twende. Lakini nawaambieni. Yesu sasa anatuambia, lakini mimi Yesu nawaambieni. Maneno anatoka kwa Yesu mwenyewe. Anasema mimi Yesu nawaambieni. Tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu. Mtamuona mwana wa Adamu. Mtamuona mwana wa Adamu. Yesu hakusema mtamuona mwana wa Mungu. Anajua Yesu yuko mbinguni. Akiwa yuko mbinguni, huyu Yesu anajulikana ni mtoto wa Adamu ama ni mtoto wa Mungu. Mwalimu, 7:55 Matendo ya Mitume. Twende. Matendo ya Mitume 7:55. Tunachukua kashi kwa Yesu. Wewe unakuja unazunguka huko. Hasa wewe ukija hapa tuambie wapi aya Mariam mwenyewe amezaa, lakini Yesu anamuita mimi nimekuzaa mtoto wangu, lakini babako ni Mungu. Ukiulizwa na watu sema babangu ni Mungu. Twende. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, safi, akakaza macho yake akitazama mbinguni, safiri, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu, Twende. Akasema tazama, wakati Yesu anaonekana yuko upande wa mkono wa kuume wa Mungu, akasema tazama, naona mbingu zimefunguka, safi, na mwana wa Adamu, sio kule juu mbinguni. Akiwa juu mbinguni anaitwa mwana wa Mungu, akiwa bado yuko juu mbinguni anajulikana kama mwana wa Adamu. Twende. Amesimama mkono wa kuume wa Mungu, amesimama katika mkono wa kuume wa Mungu. Naona sasa hivi mwalimu, nipo huyu Yesu sasa, babake mzazi, yani mtu aliyekuwa ndio ni mlezi wake hapa duniani, alikuwa anaitwa nani mwalimu? Nipo. Nipige 4:22 Luka. Duniani
nani? Mlezi wako alikuwa nani? 4:22 Luka. 4:22 Luka inasema, Kwa sababu baada ya Mariam kuzaa mtoto ambaye anamuita Yesu, Mungu akampatia mbiani mlezi wake, anamuita nani? Twende. wakamshuhudia wote Wakisema, wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. safiri. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Huyu Yesu sio mwana wa Yusufu. Kwa hivyo mlezi baka duniani akapewa Yusufu. Wewe unakuja unasema Yesu ni mtoto wa Mungu. Kwa hivyo wewe na Mungu wewe kalasi. Unaona sasa? Kwa hivyo Yesu mtoto, mama yake ni Mariam, baba yake wa kidunia akapewa Yusufu. Sasa hiyo kalasi cha kufanya. Asante sana mwalimu wa Kiislamu kwa kujaribu kujitetea sana, lakini ninashangaa pia unabandika Yesu maneno ambayo hajazungumza. Msomaji Mathayo 26:64. Mwalimu, sikiliza vile andiko linavyosemwa, uache kuongezea maneno ambayo hakuna, ili tuweze kuenda vizuri. Mathayo 26:64 ambayo amesema, rudia hilo andiko tumsawasishe kidogo, then nimlete mwalimu kwa ajili ya swali. Mathayo 26:64. Asante. Mwalimu wa Kiislamu jiandae kutuuliza swali. Inasema Yesu akamwambia, wewe umesema. Biblia isemi wewe ndiwe umesema. Mwalimu, acha kuongeza maneno. Anaposema wewe umesema, ina maana ya kwamba kile unachoniuliza tayari ndio hiyo, kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kiswahili basi wewe ni wa Coast na Kiswahili uelewi ndugu yangu bwana. Ama tusome Kizungu? Tafadhali mwalimu wa Kiislamu, dakika zako 5 za kuuliza swali. Panda juu, uliza swali na dakika tatu za kuuliza swali. Karibu sana mwalimu. Dakika 3 zangu, na anaweka uadilifu ili mimi nisionekane kuwa napachika maneno yangu. Manake chairman yeye ameona jahazi linaenda hili. Hasa nasimama kidete anasema mimi napachika maneno yangu. Mimi nimeanza Mathayo 26:62 kwanza. Nitaweka tu swali. Twende. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, ujibu neno. Safi. Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Hata baada ya Yesu kunyamaza, kuhani mkuu ndo anazungumza hayo maneno. Anasema nini? Kuhani mkuu akamwambia Yesu, kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo. Utuambie kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuhani mkuu ndo anamwambia Yesu na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akasema nini? Yesu akamwambia, wewe umesema. Hayo maneno ya kusema wewe ndio mwana, unanambia mimi ni mwana wa Mungu, Yesu ndo akakataa hayo, akasema wewe ndio umezungumza. Hasa majibu sasa yanatoka kwa Yesu. Yesu akawaambia nini? Twende. Lakini nawaambieni. Yesu ndo akazungumza maneno ambayo anazungumza. Ile ya kuambiwa kuwa yeye ni mwana wa Mungu, hiyo ndo alisema wewe ndo unazungumza maneno hayo. Lakini mimi mwenyewe nawaambieni mimi Yesu ya kwamba tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Mtamuona mwana wa Adamu. Hakusema mtamuona mwana wa Mungu, mtamuona mwana wa Adamu. Swali langu mimi naweka hivi, wapi aya? Kwa sababu Waswahili wanasema ajuaye mtoto baba ni mama. Ndani ya Biblia, ndani ya Qur'ani, wapi aya Mariam mwenyewe baada ya kumzaa Yesu, ndio Mariam akamwambia Yesu, wewe nimekuzaa, babako ni Mungu. Sio upenye tu. Tunataka hoja kwa Mariam. Mariam ndo amebeba mimba miezi 9. Alipozaa mtoto Yesu, yule malaika akamwambia Mariam kuwa wewe utamuita jina lako Yesu. Asa alipoitwa jina lake Yesu, tunataka wapi aya Mariam ndo anasema mimi nimekuzaa lakini babako ni Mungu? Naona dakika badilika. Bado moja nafundishia hiyo. Mwalimu, nipo. Sisi tunafundisha. Mwalimu, nipo. Kwa nini sisi tunasimama kidete tunasema Yesu sio mtoto wa Mungu? Nipige Qur'ani sasa, nipige 18 mwalimu, Qur'ani 18
aya yake ya 89 hapo twende. 18:89 Qur'ani inasema. Safi, 19:84. Twende hiyo kwanza, twende. Kisha akaifuata njia. 19:89 hapo twende. Inasema bila shaka mmeleta jambo lichukizalo kabisa. Mmeleta jambo linalochukiza kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kusema hivyo. Kwa kusema nini? Twende. Zinakaribia mbingu kutatuka kwa tamko hilo. Zinakaribia mbingu kwa tamko hilo, yani kupasuka kwa tamko hilo, na ardhi kupasuka na milima kuanguka ikakatika vipande. Safiri. Kwa kule kudai kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ana mtoto. Kwa hivyo mbingu na ardhi zinakaribia kupasuka kwa kauli hiyo. Kwa hivyo regeeni kwa Mwenyezi Mungu bana, twende msikitini tukaabudu pamoja. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana mwalimu, swali lako limeeleweka. Nafikiri mmesikiliza swali lake. Wapi andiko Mariamu anasema Yesu ni mtoto wa Mungu? Hiyo ndio andiko anataka. Ili hali maandiko yanasema ushahidi unatolewa na Mungu na manabii. Sasa sijui kama msingi wako uko kwa Mariamu ama uko kwa manabii na mitume na maandiko walioyazungumza na Mungu. Sasa mwalimu, karibu sana. Mwalimu Onyango, usaidie huyu kijana aweze kuelimika, maana yeye anataka Mariamu na majini waweze kushuhudia Mungu, lakini sisi tunajua ya kwamba maandiko yako wazi, utaweza kufaidika. Karibu sana. Dakika 5 za kujibu. Za kujibu. Asante. Msemaji, upo sana? Maiki iko sawa kabisa. Kwanza nashukuru kijana mdogo, na najua ako njiani. Mimi nampenda sana, sina shida na yeye, ila swali lilouliza kama utalipima kwa makini, ashakubali Yesu mwana wa Mungu. Sasa nataka kujua Mariamu pia alijua hayo maneno, yani kwa lugha mlango wa nyuma, lazima muelewe. Hebu rudi katika hiyo kitabu cha Mathayo 26, amekaa hapo. Hivi mtu akikuuliza wewe ni Abubakar ukasema umesema, umekataa, umekubali? Ndio tatizo analo hilo. Wewe umesema unaitwa Abubakar, lakini wewe umesema Yesu pia anafaa aseme. Msomaji sawa Marko 14:60, soma na hiyo kwanza. Marko 14, hii tafsiri ni nyepesi sana. Safi, tunakuja hapo. Habari njema Twende. Marko 14:60. Safi. 60 inasema hivi, kisha kuhani mkuu akasimama katikati akamuuliza Yesu akisema, ujibu neno? Wewe Yesu ujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Makabila wanakushuhudia nini? Twende. Lakini akanyamaza. Kwanza Yesu alitulia akanyamaza. Wala hakujibu neno. Twende. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, wewe ndiwe Kristo, mwana wake mtukufu? Tena akauliza. Maliza. Yesu akasema, Yesu alijibu akasema, mimi ndiye. Ati mimi ndiye. Rudia tena. Mimi ndiye. Amekubali amekataa? Amekubali. Swali lako limekufa kifo cha mende kawaida. Sasa karudi sehemu ya pili. Kuja kuuliza msemaji akajenga swali kwa msingi wa Waswahili. Kwa Waswahili sawa Akaja sasa kwa Mariamu tuko Naam. Kaza mimi nashangaa hata wewe mama yako alikuzaa sawa Ambaye kwenda sokoni kuambia watu Abubakar mtoto wangu. Tiaje sana. Hebu twende kwa Luka msemaji 2. Hiyo si kazi ya Mariamu. Wewe tangazia watu mtoto wangu ni Sulemani. Kuanzia mpaka kule chini diani, watakuelewaje? Twende. Mtoto wangu Sulemani, hiyo si kazi yake. Twende. Luka 2 msemaji, anzia 46 ndio nzuri zaidi. Twende. Inasema safi. Luka 2:46 inasema ikawa baada ya siku 3. Kuna siku moja Yesu alipotea kwenye msafara. Yusufu na Mariamu sio walienda kununua maembe na viazi. Yesu akapotea nyuma sawa Walipompata twende. Wakamuona hekaluni. Walipomtafuta wakampata hekaluni. Twende. Ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Walimpata Yesu au nabii Isa kwa lugha yenu mnaelewa, amekaa hekaluni anafundisha Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Kweli kabisa. Na walipomuona walishangaa. Hata walipomuona Yesu walishangaa. Na mama yake akamwambia, Mariamu akamwambia Yesu, mwanangu, wewe Yesu mwanangu, mbona umetutenda hivi? Kwa nini umetufanyia hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Subiri hapo msemaji. Angalia hapa. Baba yako na mimi. Sasa msemaji Naam. Yaani Yusufu na Mariamu. Nasikia ripoti ya Mariamu. Baba yako
na mimi nakutafuta kwa huzuni. Twende usikie kama Yesu atakubali habari, twende. Akawaambia, kwani kunitafuta? Mbona wewe na wewe mnanitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nini? Nyumba ya nani? Ya Baba yangu. Ukirudi nisaidie, nyumba ilikuwa ni ya Yusufu ama ni ya jirani yake? Ndio nisaidie. Yesu anasema kumbe Yusufu si baba yake. Sasa msemaje? Kabisa. Hiyo nyumba iliyokuwa ndani ya hekalu ndio ya baba yake. Ndio nisaidie kama nyumba ilikuwa ni ya Yusufu ama ni jirani yake, sawa Naam. Sasa Mariamu msemaje? Licha kuwa alishajua kwamba hiyo nyumba baba yake Yesu ndio mwenye nyumba, sawa Naam. Ilibidi atangaze sokoni ama nyamaze huko? Nipo. Teremka chini ya 51 hapo. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti. Naye alikuwa akiwatii. Yesu alikuwa anawatii. Na mamaye, yani Mariamu, aliyaweka hayo yote wapi? Moyoni mwake. Kwa Mariamu alikuwa anatangaza sokoni. Aliyaweka wapi? Moyoni mwake. Sasa tumlazimisha Mariamu aongee wakati aliyaweka. Sio lazima, kuna mahali anaambiwa tangaze. Aliweka moyoni. Si mambo ya kutangaza. Kazi ya kutangaza ni nani huko? Nipo. Yohana 10:36, huyu ndiye mtangazaji, twende. Yohana 10:36 inasema, safi. Yeye ambaye Baba, yani Mungu. Inasema yeye ambaye Baba alimtakasa, alafu akamtuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu katangaza wazi yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sawa msomaji Sasa labda kungepatikana andiko, maana mimi ushahidi sio, naona tu kubambanya, sawa Wapi andiko Yesu mwana Mungu? Sijaona. Hakuna, wala haitawahi kuwa. Na mpango kwako pia hakuna. Kwa maana Mungu wa Biblia hashindwi. Yesu ni mwanawe, manabii wamekubali, Qur'ani imekubali, Biblia imekubali. Akasema inakaribia mbingu kutatuka, haiwezi. Msomaji? Nipo. Kwa mfano mbingu haiwezi kutatuka, sawa Hebu nipatie Yohana. Ukijana na furahisha. Yohana 3:36 kwanza. Soma hiyo. Yohana 3:36 inasema, safi. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Safi. Asiyemwamini mwana hataona uzima mwana. Na amesema kwa Mungu na mwana, mbingu zinafanyaje? Zinakaribia kutatuka. Sasa hivi tumesema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mbingu zimetatuka. Zimetulia tulu. 19:1 Zaburi. 19. Wewe ni sarakazi. Wao utaona inapasuka. Hakuna siku. Kwanza mbingu zinapiga makofi, twende. 19:1 Zaburi inasema, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu. Alafu na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Kumbe mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu. Maana zinahubiri huyu ni mwana wangu, mpendo wangu na napendezwa naye, sawa Kwa mbingu zitatuko. Yesu mwana wa Mungu ni wazi. Kazi ya Mariamu sio kutangaza, kazi ya Mariamu ni kutia moyoni. Mimi kitu nafikiri hata nikae hapo, sijaona swali. Labda baadaye akija kujipanga, amani ya Mungu juu yake. Asante kijana mdogo. Nafikiri ameweza kupata jawabu kwamba Mariamu alikuwa ni mwanamke mwema na alikuwa anajua kuhifadhi maneno moyoni, aendi akipayuka payuka. Mwalimu, Mithali 31 nisomee haya yake ya 31, soma haya yake ya 30. Methali 31:30. 31:30 nasema, upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili. Endelea. Bali mwanamke amchaye Bwana. Rudia hapo. Mwanamke amchaye Bwana hangeweza kuenda akitangaza barabarani kwa sababu ni mwanamke mwema na aliye na sifa njema. Kijana, asante sana. Naomba mwalimu wa Kikristo aulize swali kwa dakika 3. Msomaji Qur'ani 3:45. Swali liko hapo tu, swali dogo. Nataka kuuliza swali nzito, maana tuko mpaka wiki ijayo. Je, kijana kahama maana kule sitaki atoroke. Upo? Kumbukeni waliposema malaika. Sikia swali dogo kijana. Kumbukeni malaika waliposema, wewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto. Mungu amekupa habari njema. Mariamu utazaa mtoto bila ya mume. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake. La kukwambia zaa. Ukafanyaje? Ukazaa pasina kuingiliwa. Kwa Qur'ani inatangaza wazi. Mariamu kumzaa Yesu kwanza, hakuna mume anahusika, sawa Naam. Ni neno kutoka kwa Mungu linasema zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Qur'ani 66:12 nipachike swali, weka hiyo.
Qurani 66. Kwa Qur'an na Biblia ziko sawa. Biblia imesema Mariamu anamzaa Yesu kwa uwezo wa Roho. Mwanamume kuhusika hamna. Twende msomaji. Na Mariamu mtoto wa Imrani, Kweli kabisa. aliyejihifadhi nafsi yake, na tukampulizia humo roho yetu inayotokana na sisi. Kumbe mimba Mariamu msomaji Naam. ni mpulizo wa roho inayotokana na sisi. Sisi. Ndio unapata point Sisi. Sisi kina nani? Sasa tuko pamoja Naam. Hata 45 Mariamu anazaa Yesu bila mume, sawa Ina maana Yesu anazaliwa hana mume, yani hana baba kwa lugha nyingine, sawa Naam. Biblia itakubali pia Yesu ana baba. Sawa sawa Swali liko wazi kwenye uwanja, sawa msomaji Naam. Ikiwa Mariamu anamzaa Yesu pasina mume, Naam. sawa lakini mimba yake ni kwa uwezo wa roho wa wale wanaompulizwa wanaitwa sisi, sawa Naam. Baba wa hii mimba ni nani? Ni kama naeleweka sana. Mariamu anapuliziwa roho, sawa msomaji? Naam. Na wale wanajiita sisi. Sisi tunawajua. Upo mwalimu Nipo. Mariamu anamzaa pasina kuingiliwa. Sawa msomaji Baba wa hii mimba ni nani? Kwa mujibu wa Qur'an na Biblia. Maana Mariamu amesemekana anazaa bila mume. Ndio na makosa kumuita Yesu mwana wa ni makosa. Sawa msomaji Ina maana hiyo mimba kuna aliyoileta, sawa Naam. Hii mimba ni ya nani? Mwenyekiti nimemaliza, sina haja kuendelea, acha nimsubiri kijana aje aongelee. Asante. Asante sana mwalimu wa Kristo kwa swali nzuri. Swali limeeleweka kwamba malaika wametangaza na tumeambiwa ya kwamba Qur'ani na Mariamu alizaa bila mume. Sasa tuambie mume na baba wa hiyo mimba ama huyo mtoto ni nani? Kijana, microphone iko hapo, endelea. Karibu sana. Dakika 5. Vizuri, dakika 5 nzuri. Lakini huko ndo kufilisika. Kwa sababu nafilisika, katika kufilisika mimi nimeuliza kwanza swali langu nikaweka msingi vizuri. Wapi aya Mariam alipomzaa Yesu anamuita mimi nimekuzaa lakini babako ni Mungu? Hiyo andiko hujatoa. Kwa hivyo hayo maneno ni ya uandishi. Ndio maana Yesu hayo maneno ndio maana Yesu alituambia mapema. Mwalimu ipo. Nipige 5:20 Mathayo. 5:20. Ndio maana mimi nimepiga 26:62 Mathayo. Yesu anasema wewe ndio umesema, lakini nawaambieni ya kwamba tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Alipokamata 14:62 Marko ndio anasema Yesu ni mwana wa nani? Akakubali eti Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio maana hayo maandiko mawili tayari Marko na usemi wa Mathayo imechanganya, yani tayari imekanganya mkutano huu. Yesu kula anasema wewe ndio umesema mimi ni mwana wa Adamu. Lakini katika Marko 14:64 tayari pale Marko anasema anamshuhudia Yesu eti ni mtoto wa Mungu. Swali hilo anamshuhudia Yesu ni mtoto wa Mungu. Twende hiyo kwanza, twende. Inasema 5:20 Mathayo. Safi. Maana nawaambia ya kwamba Yesu alizungumza mapema akasema maana mimi Yesu nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo hamtaingia kama ambao mtu hawezi kuingia. Ndio maana katika Mathayo, yani Yesu mwenyewe anasema ni mwana wa Adamu kwenye Mathayo. Katika Marko Yesu anamshuhudia kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu. Huko umefilisika. Sisi hapa tunatangaza hivi. Ndio maana wewe nao unakuja kwenye msingi wetu wa kukubali kuwa Yesu ni mtoto wa Mariam, sio mtoto wa Mungu. Lakini wewe unauliza huyo mimba imetoka kwa nani? Wewe aya yenyewe tayari na kujibu 3:45 na Qur'ani. Aya tayari na kujibu. Aya ndio nakuja kusema nini? Aya tayari ilishakuwa imekupea jibu. Twende. 3:45 Qur'ani. Safi. Inasema kumbukeni waliposema malaika. Safi. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Twende. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake. Kwa hivyo hiyo ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Hiyo mimba sio sema yetu mimba ni nani. Hiyo Mwenyezi Mungu alisema kun fayakun. Tayari vikawa. Wewe ndio unataka kujua eti mimba imetoka kwa nani? Ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Twende. Bali la kukwambia zaa. Twende. Ukazaa pasina kuingiliwa. Safiri. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam. Twende.
mwenye heshima katika dunia na akhera. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Kwa hivyo huyo Mariamu kwanza kuna heshima katika dunia na akhera, akapata yani mimba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ya kumwambia Mwenyezi Mungu zaa, akazaa pasina kuingiliwa. Unaona? Sasa hiyo tayari wewe utakuja unapachika hiyo mimba ya nani wewe? Ndio naona huko ndio kufilisika. Mwalimu, sasa wacha sisi tunakupea sisi kwanza kama Waislamu tuna imani hii kwa Yesu. Sasa wewe mtoto ni wa nani? Nipike 13 mwalimu 55 Mathayo. Mathayo 13:55 Mathayo. Inasema safi, huyu si mwana wa seremala, huyu si yule mwana wa seremala, mamaye si yeye aitwaye Mariamu. Kwa hivyo Yesu mamaka anaitwa Mariam. Yesu mamaka anaitwa Mariam. Kwa hivyo huo Mariam alizaa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa huyu tayari mimi nawauliza challenge wa Kristo, na wauliza inawezekana yani Mariam yani Adamu Mwenyezi Mungu kwa kudhura zake Adamu kukatokea mwanamke. Unaona? Mariam sasa yani kwa mwanamume kwa mwanamke kutoa mtoto tayari nyinyi mnasema huyo haiwezekani, ni mtoto wa Mungu. Mbona Adamu hapa? Adamu ni mwanamume na mwanamume hazai. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akajalia Adamu kukatokezea kiumbe. Hapa sio ajabu hapa. Huko hambishi huko, lakini mnabisha ambaye mwanamke tayari yeye mwanamke huwa yani katika kuzaa Mwenyezi Mungu ndo anajalia tayari mwanamke ndio mwenye kuzaa. Sasa akishazaa nyinyi mnasema eti yeye ni mtoto wa Mungu. Sikiza hii mwalimu, 2:1 Yohana Injili 2:1 Yohana Injili 2:1 safi, inasema hivi, twende 2:1 Yohana anasema na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya. Kulikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Sasa huyo mama wa Yesu alipokuwa pale, twende. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Mama yake na wanafunzi wake, twende. Hata divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia. Mama yake Yesu akamwambia hawana divai. Safiri. Yesu akamwambia mama. Anamjua kuwa yeye ndo kamzaa. Hakusema tayari hapa Yesu anamjua kuwa Yesu ni mamake. Sasa swali nauliza, wewe ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, Mariam akimuita Yesu anamuita mwana, Yesu akimuita Mariam anamuita baba, anamuita mama. Huyu Yesu akimuita Mungu nyinyi mnasema eti ni baba yake. Sasa swali nauliza, Mariam akimuita Mungu atamuitaje? Mwalimu, nipo. Twende. Niko gani? Luka. Ngapi? Luka 2:21. Luka 2:21. Yesu alikuwa ni kiumbe kama kawaida. Twende. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Yesu alipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu. Tayari Yesu katahiriwa na viumbe wenzake. Wewe unamuita Yesu mtoto wa Mungu. Haya, wapi Mungu mwenyewe? Wewe huko ndio kufilisika huko. Kwa hivyo sijui mwenye kitu natupea mwelekeo gani? Okoka. Mwelekeo ni uokoke. Asante sana kijana, umejaribu tu kutapatapa, bado unahangaika ndugu yangu, lakini usijali, utafundishika tu. Wewe unatafuta tu kwa Mariamu, mara sijui ni kwa kina nani wametaja maandiko. Swali lilikuwa wazi, hawa wanaosema sisi tumempa Mariamu mwana kwa kupuliza, kina nani? Amejibu. Ninyi mmesikia amejibu kweli? Anaenda kule mara anasema haya yote. Tunaomba Mungu aweze kutusaidia wale ambao tunasikiliza, naamini tunapata faida ya mkutano, na kule ambako kunapigwa chenga utaelewa tu, maana hama bwana hawawezi kosa kupitia njia ya mkato kidogo. Basi kwa sasa napenda
Unajua hapa pako sawa. Maana hata kila chuma. Asante, tunashukuru kwa mafundisho ya siku ya leo. Tunapenda kuendelea na somo lile lingine linalokuja. Basi kesho kutakuwa na mada nyingine ambayo itakuwa hewani, na tutazidi kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Kwa majuma yote haya mawili tutakuwa katika viwanja hivi kuweza kuelimishana, ili kwamba watu waweze kufahamu maandiko jinsi yalivyo. Karibuni sana. Kesho alika mwenzako pia, tuzidi kuendelea kumshukuru Mungu. Mungu atubariki sana. Kati ya Muhammadi na Yesu, kati ya Muhammadi na Yesu, nani ana faida? Kati ya Muhammadi na Yesu. Mada ya kesho, faida ya kumfuata Yesu, faida ya kumfuata Muhammadi. Katika hao wawili, nani aliye na faida?